Ali radhiyallahu anhu alikuwa akiitumia siku hii, huyu sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, vizuri, bali katika dua au katika dua alizokuwa akiziomba Ali radhiyallahu anhu alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala. Leo tuichukue fursa hii, fursa adhima ya kukumbushana na kuelezana kwa mambo muhimu ambayo yanafaa kutendwa katika siku ya Arafa. Zingatia ewe ndugu mtazamaji, ili upate kuyajua yale yanayopaswa kufanywa ndani ya siku ya Arafa na dua ambayo anatakiwa mtu akithirishe kuiomba siku ya Arafa. Kwanza kabisa, hii ni siku adhim, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia ndani ya Qur'an kuonesha uzito na utukufu wa siku hii ya Arafa. Pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku 10 yote haya ya Dhulhijja ya mwanzo, aliposema walayalin ashri, Allah subhanahu wa ta'ala akayapia masiku 10. Hii inaonesha uzito wa masiku haya ahibati fillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akayapia khasa siku hii ya Arafa kusema walfajr au wassamai dhati alburuj walyawmi almaw'ud wa shahidin wa mashhud. Allah subhanahu wa ta'ala ameihusisha na kuiapia siku hii ya Arafa baada ya kuiapia katika masiku 10 yote inapatikana siku ya Arafa. Pia vile vile Allah akayapia peke yake siku hii ya Arafa. Rawa al-Imam at-Tirmidhi min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amepokea Ibn Abbas hadithi hii, Mtume alayhi salatu wassalam anasema yawmul mashhud ni yawmu Arafa wa shahid yawmul Jum'ah. Allah kitafsiri siku hii ya Arafa au siku hii aliyotaja Allah katika Qur'an wa shahidin wa mashhud, amekusudia mashhud ni yawmu Arafa wa shahid yawmul Jum'ah. Ndio katika iman, siku hii Allah subhanahu wa ta'ala alichukua ahadi kwa wanadamu ya kwamba watampwekesha na watamwabudu yeye Allah peke yake. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam fi musnad al-Imam Ahmad من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi katika mgongo wa Adam alayhi salam katika jangwa la Na'man يوم عرفة. فأخرج في سلبه كل ذرية ذرعها, akatoa Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo wake Adam alayhi salam kila kiumbe atakacho kiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasharahum baina yadayhi, akavitawanya katika mgongo huu wa ulimwengu. Fanasharahu baina yadayhi kadhur, akavitawanya kama vile wadudu. Fakallamahum qubula, Allah subhanahu wa ta'ala akavizungumzisha wazi wazi viumbe vyake na kuviambia alastu birabbikum, je, mimi si mola wenu? Qalu bala, wakasema kwa nini? Twashuhudia kwamba wewe ndio mola wetu na wewe ndio unayepasa kuabudiwa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Anasema Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, yukhbiru subhanahu wa ta'ala annahu istakhraja min dhurriyyati Adam alayhi salam, anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba ametoa katika kizazi cha Adam alayhi salam viumbe vikawa vinashuhudia, shahidina ala anfusihim, wakishuhudia katika nafsi zao, annahu rabbuhum, ya kwamba yeye ndio mola wao,
wa malikuhum, na ni mfalme wao, wa annahu la ilaha illa hu, na wanashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu fatarahum lidhalik, na wakashuhudia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa ajili hiyo ya tauhid. Ini ahadi walichukua wanadamu kwa mola wao. Ndugu katika iman, siku hii ya Arafa ni siku adhim, ni siku ambayo kuna mengi ya kuzungumziwa kuhusiana na siku hii, lakini kama vile tulivyosema ya kwamba ni siku ambayo amal zitakazofanywa katika masiku haya 10 bora basi yatapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam ya kwamba hakuna siku ambayo amali njema inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, kama siku hizi 10 za Dhulhijja. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akaihusisha hii siku ya Arafa fima rawahu al-Imam Muslim min hadithi Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy alayhi salatu wassalam an siyam yawm Arafa, aliulizwa Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na saumu ya siku ya Arafa, akasema yukaffiru as-sanata al-madhiya wal-qabila. Kwa hiyo miongoni mwa amali ambazo mwanadamu anatakiwa ajifungamanishe nazo na ajizatiti na ajipinde kuzifanya ni amali ya somo katika siku ya Arafa. Mtume alayhi salatu wasallam asema anayefunga siku hii basi anapata msamaha wa Mola wake wa mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Nani kati yetu ambaye hana madhambi? Nani kati yetu ambaye hataki msamaha wa Mola wake? Kwa nini tuzembee katika siku hii, siku adhim, siku ya kipekee, siku ambayo haijirudii isipokuwa kwa mwaka mara moja, siku ambayo haina mfano katika masiku yote ya ulimwengu, siku hii ya Arafa. Bali katika mambo ambayo Mtume alayhi salatu wassalam ameyahusisha ni dua, ni mtu ukithirisha katika dua. Mtume alayhi salatu wassalam asema khairu dua dua yaumi Arafa, dua bora itakayoombwa na mwanadamu na Muislamu ni dua itakayoombwa siku ya Arafa. Omba dua mwaka mzima, lakini dua utakayoiomba siku hii ya Arafa basi ni bora na inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nukta ya kwanza. Dua utakayoiomba katika siku ya Arafa ni dua bora na inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume alayhi salatu wasallam akasema wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na bora ya yale niliyoyasema mimi na wale manabii waliopita kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume alayhi salatu wassalam anatufundisha maneno bora aliyoyasema yeye na manabii waliopita ni maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya ameyasema Mtume alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba dua utakayoiomba ni bora mbele ya Allah siku hiyo, lakini pia bora zaidi ni kuyatamka maneno haya na kuyasema maneno haya mara kwa mara siku hii ya Arafa. Bila shaka tunaamini ya kwamba ikiwa wewe Muislamu uko na dhiki katika moyo wako, ikiwa Muislamu uko na dhiki katika maisha, kuna mambo unayohitaji, unapokithirisha dua hii basi utambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakusahilishia mambo yako. Na siku hii ya Arafa inaweza ikawa ni siku itabadilisha maisha yako, inaweza ikawa ni siku ambayo itabadilisha hali ulionayo ya dhiki unayoipitia, ukiwa utaitumia vizuri siku hii. Ndio katika imani, Ali radhiyallahu anhu alikuwa akiitumia siku hii, huyu sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, vizuri, bali katika dua au katika dua alizokuwa akiziomba Ali radhiyallahu anhu alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma atiq raqabati minan nar, e Mola wangu iweke mbali
shingo yangu kutokamana na moto na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Anamwomba Allah muepushe kutokamana na adhabu yake na adhabu iliyokali. Wayassir, na Allah anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi katika kupata riziki yake ya halali. Anamwomba Allah tabaraka wa ta'ala, Ali radhiyallahu anhu, wasrif anni fasaqatil jinni wal ins, na unieke mbali kutokamana na wale waovu katika majini na binadamu. Hii ndiyo dua alikuwa akiomba Ali radhiyallahu anhu katika siku hii ya Arafa. Ewe Muislam, una mengi ya kumwomba Mola wako, una mengi ya kumlilia Mola wako. Vipi unalala? Vipi unazembea? Vipi unamuasi Allah tabaraka wa taala siku hii ya Arafa, siku adhim, siku inayopendeza mbele ya Allah tabaraka wa taala? Jambo la kutahadharishana ni jambo la kukumbushana au kuambizana. Wengi katika Uislamu wanajikusanya katika siku hii katika misikiti ili wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ili wamlilie Allah shida zao, wakijifananisha na wale waliosimama katika kisimamo cha Arafa. Lakini siku hii imehusishwa ni siku ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, au ni siku ya kusamehewa. Allah tabaraka wa ta'ala anawasamehe waja wake, anawaacha huru na moto waja wake, pale aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, ma min ayamin akthara min an yu'taka Allahu au akthara an yu'taka Allahu fi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha wingi na huru, anawaacha huru wingi katika waja wake na moto kama siku ya Arafa. Wa innahu la yadnu, na Allah anakuwa karibu na waja wake, thumma yubahi bihimul malaika, kisha anajifakhiri mbele ya malaika, anasema ma arada haula, wana nini hawa waja wangu, kitu gani wanakitaka? Anajifakhiri kwa malaika. Na Allah subhanahu wa ta'ala anashuka katika siku ya Arafa, ashiyata yaumi Arafa, jioni ya siku ya Arafa, anajifakhiri kwa malaika. Wanataka nini waja wangu? Wamekuja wakiwa na mavumbi, wakiwa matimtim, nini wanataka? Lakini anajua Allah anachotaka. Anawaambia malaika, shuhudilieni ya kwamba nimewasamehe waja wangu. Hii ni siku ambayo watu wanaachwa huru na moto, wanasamehewa walio kule, na sisi ambao hatujaenda pia tukiitumia vizuri siku hii tunapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ulama wanasema alijtimau yawmi Arafa muhdathun, kukusanyika hii siku ya Arafa kwa yule ambaye hajafikiwa ama hajaenda sehemu zile za Arafa au haji kutekeleza ibada, huyu kukusanyika ndani ya msikiti, wakawa Waislamu wanakusanyika ndani ya msikiti, wanalia, wanamtaka msamaha Mola wao, hadha amrun muhdath, ni jambo ambalo limezuliwa. Ni watu wamuombe Allah na wamtake msamaha Mola wao popote, na wamtaje Allah kwa wingi siku hii, wamsabbi Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate yale ambayo tumeandaliwa na tumeahidiwa na Mola wetu. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala haieki mbali ahadi yake, bali anatimiza ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tujalie ni wale ambao wataitumia siku hii na fursa hii vizuri, ili tupate msamaha wa Mola wetu, ili tupate kuhurumiwa na Mola wetu. Hakika tuna madhambi mengi ambayo tunahitaji kusamehewa na Mola wetu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.